Chuo Kikuu cha Iringa kuwawezesha wanachuo kujiajiri. Marekani yapinga Afrika Kusini kushiriki mkutano wa G20. Na katika michezo na burudani, timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars yaibuka na ushindi wa goli 6-0 dhidi ya Macau. Habari mtazamaji wa UoI Digital popote pale unapotufuatilia, hujambo na karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Glory Pasco. Ukosefu wa uzoefu na ushindani wa ajira umeendelea kuwa kikwazo kwa wahitimu, huku kiotahabu ya Chuo Kikuu cha Iringa ikitoa suluhisho la kuwajengea ujuzi wa kujiajiri. Rahma Isa anatujuza zaidi. Mratibu wa kiotahabu kutoka Chuo Kikuu cha Iringa ameeleza changamoto wanazokutana nazo wanafunzi wanapohitimu na kuanza kutafuta ajira, huku akibainisha juhudi zinazofanywa na chuo hicho ili kuwawezesha kujiajiri. Changamoto zipo na sio nyingi sana, lakini kwa kuziorodhesha kidogo, kubwa ni unakuta vijana wengi, especially sasa hivi tukija na swala la teknolojia inapokuwa akili mnemba. Kwa hiyo vijana wengi wanakuwa depend sana on how to use hizo akili mnemba au AI, artificial intelligence, lakini wanashindwa kuiconvert kitu anachokipata kutoka kwenye AI katika reality. Amebainisha kuwa kiotahabu ni kituo maalum kinachowawezesha vijana kuzalisha bidhaa mbalimbali za chakula, ikiwa ni sehemu ya kuwainua kiuchumi. Kituo hicho ambacho kitawasapoti vijana ndani na nje ya Chuo Kikuu cha Iringa ili waweze kuzalisha bidhaa zao, lakini pamoja na hiyo tumekutana na changamoto kubwa, bidhaa nyingi huko sokoni za wajasiriamali wadogo wadogo, na wakati unakuta ni hazina muonekano mzuri. Kwa upande wa wanufaika wa kiotahabu, wamesema kuwa wanafunzi wengi wanashindwa kuwa washindani kwenye soko la ajira wanapohitimu elimu yao ya chuo kutokana na kutokuwa na uzoefu wa kazi. Kutafuta experience ya kazi, changamoto ambazo zinawakumba wanafunzi, kwangu mimi binafsi naona ni swala la kutokujua muda sahihi wa kuanza kutafuta experience. Kwa sababu watu wengi sana ambapo tunakuwa tuko chuo, huwa tunaamini kwamba muda wa kuwepo chuo ni muda wa kusoma peke yake. Lakini kiuhalisia muda ambao mwanafunzi anakuwa chuo unapaswa kuwa muda ambao anaendelea kujengea uzoefu na experience kwenye kazi ambazo anatamani kuanza kuzifanya akishakuwa amehitimu masomo yake baada ya kumaliza chuo. Changamoto ya kwanza ni huwa kutokidhi vigezo vinavyohitajika kulingana na kazi yenyewe unayoiomba. Hiyo ndio changamoto kubwa ambayo inatukumba. Lakini pia changamoto ya pili, waga unakuwa na changamoto kati ya wewe unayomba kazi na yule mwajiri. Kuna sometime anakuwa anahitaji pesa kidogo kwa ajili aweze kukatika na nafasi yako. Na hayo ndio maoni ya coordinator wa kiotahabu pamoja na wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa wakielezea juu ya fursa, ajira pamoja na changamoto wanazokutana nazo kipindi wako chuoni pamoja na baada ya kuhitimu. Nikiripoti kutoka Chuo Kikuu cha Iringa, mimi ni Rahma Isa wa UoI Digital. Watuhumiwa 9 wakamatwa Iringa wakihusishwa na wizi wa pikipiki na nyaraka feki. Adam Benjamin anatuarifu zaidi. Jeshi la polisi mkoani Iringa limewatia mbaroni watuhumiwa 9 wakiwa na pikipiki za wizi 115, plate number na kadi feki, mikataba ya kuuziana pikipiki pamoja na kiasi cha fedha shilingi milioni 6,430,000. Amethibitisha hayo kamanda wa jeshi la polisi mkoani Iringa akizungumza na waandishi wa habari. Na saa mwezi wa kwanza, jeshi la polisi katika operesheni maalum eneo la Kiesa ndani ya manispaa ya Iringa tuliwakamata watuhumiwa 3 ambao ni Ernest Mgaya, Oscar Malinda na Emilio Mfilinge, wote wakazi wa Kiesa manispaa ya Iringa, ambao walitambulishwa kuwa wafanyabiashara wakiwa na pikipiki 3 walizoiba mkoani Dodoma, na mara baada ya kuhojiwa walikiri kufanya matukio hayo ya wizi wa pikipiki zaidi ya 50 kila mmoja kwa mikoa ya Dodoma, Iringa, Morogoro na maeneo mengine. Lakini pia baada ya kuiba pikipiki hizo walitengeneza kadi za bandia au kadi feki ambazo pia walizipeleka watuhumiwa wenzao ambao ni James Mgaya miaka 29 na Jackson Chaula miaka 28, wote wafanyabiashara wakazi wa Makambako mkoani Njombe, ambao pia walikamatwa katika operesheni hiyo. Aidha, katika mwendelezo wa upelelezi tulifika eneo la Makambako mkoani Njombe ambapo tulifanikiwa kuwakamata watuhumiwa hao, na mara baada ya kuwafanyia upekuzi tulifanikiwa kukamata jumla ya pikipiki 82, guta 1, mashine ya kuoshea magari 1,
kadi feki za pikipiki 50, vibao vya namba za pikipiki ambazo ni mpya 19 na mikataba mbalimbali ya mauziano ya pikipiki ikiwemo pesa taslimu ambazo ni mazalio ya uhalifu shilingi milioni 6,430,000 ambazo tulikutana nazo watuhumiwa. Kadhalika, kutokana na mahojiano, watuhumiwa wamekiri kuhusika na matukio ya wizi wa pikipiki kwa kuwapa pesa watu mbalimbali katika mikoa ya Dodoma, Morogoro kwa ajili ya ununuzi wa pikipiki hizo ambayo ni pamoja na Mbeya, Arusha na maeneo mengine ambao hao walikuwa ni washirika wenza kwenye matukio ya wizi wa pikipiki. Kutokana na operesheni hiyo, kama nilivyosema, jumla ya pikipiki 115 zimekamatwa, watuhumiwa 9, bajaji 1, guta 1, mashine ya kuoshia magari 1, plate number za pikipiki 19, kadi za pikipiki ambazo ni fake pamoja na pesa shilingi milioni 6,430,000 kama nilivyotaja. Lakini pia tunatoa wito kwa wananchi ambao ni waathirika matukio ya wizi wa pikipiki wafike kituo kikuu cha polisi mkoani Iringa hapa kwa ajili ya kuja kutambua pikipiki zao ili kusudi tuweze kuchukua hatua stahiki za kisheria dhidi ya watuhumiwa hao ambao pia baadhi ya maeneo wameshapatikana matukio haya ambayo yamethibitika ya wizi. Kesi zinaendelea, lakini bado kuna hizi pikipiki ambazo kama mnavyoziona hapa nyingi ambazo zinahitaji pia kutambuliwa. Naam, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa amewaasa wananchi kutoa taarifa za uhalifu kwa wakati ili kutokomeza uhalifu katika jamii. Nikiripoti kutoka makao makuu ya jeshi la polisi mkoa wa Iringa, mimi ni Adam Benjamin Moses wa UoI Digital. Unyanyasaji wa kijinsia vyuoni umeendelea kuwa tishio kwa ustawi na masomo ya wanafunzi, huku wito ukitolewa kuchukua hatua za haraka kwa vitendo hivyo. Teleza Shibiti anatuarifu zaidi. Mwanasaikolojia wa dawati la kijinsia katika Chuo Kikuu cha Iringa, Daniel Adam, ameelezea madhara ya unyanyasaji wa kijinsia vyuoni na athari zake. Madhara ya unyanyasaji wa kijinsia, kwanza kutambua inategemea na unyanyasaji wa kijinsia, lakini moja kwa moja tunasema kisaikolojia mtu lazima atadhurika kwa namna hiyo. Mtu anaponyanyasika kijinsia haijalishi aidha kupitia mwili wake au kupitia labda ni zile mahusiano yale ya kawaida. Maana inawezekana kuna mahusiano na mtu amekunyanyasa bado kijinsia, haja kupiga, lakini je, amekuchutu vipi, amekutukana, vile vyote madhara yake yaenda kwenye akili ya mtu. Kiongozi wa serikali ya wanafunzi Imama Samaki ameelezea changamoto za unyanyasaji wa kijinsia vyuoni na namna mtu anaweza kupata msaada. Changamoto ya unyanyasaji wa kijinsia hasa vyuoni, yani vyuo vyote, mfano kwa Tanzania, kwangu mimi naweza nikasema kwamba naiona katika madaraja mbalimbali. Yani pale ambapo mdogo anakuwa ananyanyasika na yule mtu aliye juu yake. Na maanisha nini? Kwa mfano unaweza kukuta sasa vyuoni inakuwa inatokea labda kuna uwezekano labda kiongozi anaweza akatumia nafasi yake kama ya uongozi kwa ajili ya kumnyanyasa kingono yule aliyeko chini yake. Kwa upande wao, baadhi ya wanafunzi kutoka chuoni hapo wameelezea baadhi ya changamoto wanazokutana nazo, zikiwemo vitendo vya kiushawishi wa kingono na matumizi mabaya ya madaraka. Unyanyasaji wa kijinsia vyuoni umekuwa ukifanyika mara kwa mara kwenye engo tofauti tofauti. Hasa tunavyoona kwenye upande wa wasichana au wanawake ambapo wanapitia unyanyasaji wa kijinsia kwa hawa lectures ambao wanatufundisha madarasani. Unakuta labda lectures anaomba hongo ili aweze kukupa marks. Kwa vyo vyote, sometimes ni upo na siwezi kusema haupo kwa ni upo. Unajua sometimes ya sasa kwa wanawake ma lecture, unajua wana tabia fulani hivyo, wanajiona kwamba wenyewe kisa amepaa kozi madaraka ya lecture, kwamba akimtaka mwanamke fulani anaanza kumwambia huyo nao ni unyanyasaji wa kijinsia, anawaambia kwamba kuwa na mimi kimapenzi. Unyanyasaji wa kijinsia haukubaliki, kwani umekuwa kikwazo kwa wanafunzi wa vyuo. Nikiripoti kutoka Chuo Kikuu cha Iringa, ni mimi Teleza Shibiti wa UoI Digital. Shukrani sana Teleza. Mtazamaji, taarifa yake Teleza inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni wasaa wa habari za kimataifa. Ufaransa imeiambia Marekani inayoshikilia urais wa kupokezana wa kundi la nchi tajiri na zinazoinukia kiuchumi za G20 kwamba haikubaliki kwa Marekani kuizuia Afrika ya Kusini kushiriki katika mkutano huo wa G20,
Awali ofisi ya rais wa Afrika Kusini ilidai kuwa Marekani ililazimisha Ufaransa kuufuta mwaliko wa Rais Cyril Ramaphosa katika mkutano huo wa kilele wa kundi hilo unaotarajiwa kufanyika mwezi Juni mwaka huu, baada ya Marekani kutishia kuhususia mkutano huo iwapo tu taifa hilo la Afrika litahudhuria. Hata hivyo, Ufaransa kupitia waziri wake wa mambo ya nchi za nje Jean-Noel Barrot imekanusha kuiondoa Afrika Kusini katika orodha ya nchi za G7 zilizoalikwa katika mkutano huo wa kilele. Barrot alisema kuwa Kenya ndiyo iliyoalikwa bila ya kutoa ufafanuzi zaidi. Na kwingineko, duru za kutoka Ukraine zimesema kuwa wizara za ulinzi za taifa hilo na Saudi Arabia zimekubaliana kuhusu ushirikiano wa kiulinzi na kutia saini makubaliano hayo muhimu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema makubaliano hayo yanaweka msingi wa ushirikiano katika masuala ya teknolojia na uwekezaji katika siku za usoni, na pia inaimarisha jukumu la Ukraine la kimataifa kama nchi inayochangia pakubwa usalama wa dunia. Zelensky alikutana na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman na kusaini makubaliano ya mifumo ya ulinzi wa anga wakati nchi hiyo ya Ghuba ikikabiliwa na mashambulizi ya droni kutoka Irani. Kulingana na maafisa waliozungumza na shirika la habari la AFP, makubaliano haya yataiwezesha Ukraine kusaidia Saudi Arabia kuunda mifumo ya ulinzi wa anga ambayo nchi hiyo haina kwa sasa. Na huo ndio mwisho wa habari za kimataifa. Na sasa ni wasaa wa habari za michezo na burudani. Tuungane na Agano Mligo. Timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, imeibuka na ushindi mnono wa mabao 6-0 dhidi ya timu ya taifa ya Macau kwenye michuano ya FIFA Series inayofanyika Kigali nchini Rwanda. Mchezo huu uliopigwa siku ya jana kwenye dimba la Pele lilopo jijini Kigali, ambapo Taifa Stars ilionyesha kiwango bora kwa wapinzani wake, ikimiliki mchezo na kutumia vyema nafasi walizozipata. Ikumbukwe kuwa katika mchezo wake wa kwanza wa awali, Tanzania ilikumbana na kipigo cha bao 1-0 kutoka kwa Lithuania kabla ya kurejea kwa kishindo kwenye mchezo wake wa jana dhidi ya Macau. Baada ya kumalizika kwa michuano hiyo, Tanzania imefanikiwa kushika nafasi ya 3, huku nafasi ya kwanza ikichukuliwa na Aruba na nafasi ya pili ikishikiliwa na Lithuania. Michuano hiyo imefanyika kwa muda wa wiki 2, na baada ya kumalizika kwake, wachezaji watarejea katika majukumu yao ya kawaida kwenye vilabu vyao. Asante sana Agano kwa kutupitisha viwanjani. Mtazamaji, kabla ya kufikia tamati, tujifunze kidogo lugha adhimu ya Kiswahili kwa msamiati wa leo kutoka kwake Mary Anton. Habari mtazamaji wa UoI Digital, karibu katika kipindi chetu cha msamiati wa leo, ambapo leo tumeweza kukuletea msamiati kumbi. Leo unaelewa nini kuhusu msamiati huu? Basi tupate kuungana na wadau mbalimbali watueleze kwa ufupi wanaelewa nini kuhusu msamiati kumbi. Unaelewa nini kuhusu msamiati kumbi? Unataka kusikia sehemu yote? Hapana, ndio. Kweli? Basi kidogo. Hapana, siwezi kuelezea kitu ambacho kwa kwanza nasikia. Sawa, mashida. Mtazamaji wa UoI Digital, tumeweza kuwasikia wadau mbalimbali wakitueleza maana ya msamiati kumbi. Ina maana ya kwamba ni gamba la nje la nafaka, yani kama vile mpunga au mahindi. Nami ni kwa chanzo sisemayo, kumbi huondolewa kabla ya kusaga mahindi. Kwa nami Maria Anton wa UoI Digital. Asante sana Mary kwa kutufundisha kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati murwa kabisa. Na hiyo ndio maana halisi ya msamiati kumvi. Nami na kuacha na sentensi isemayo, mpunga una kumvi nyingi. Mtazamaji, na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa. Jina langu ni Glory Pasco. Asante na kwaheri.